Hello, habari. Karibu tuendelee katika sehemu nyingine inayofuatia ya simulizi yetu nzuri ya Malkia wa Giza. Na pale tulipoishia ndipo tunapoendelea. Madaktari walijaribu kumchunguza Doreen pale alipopelekwa hospitali na mpenzi wake. Lakini walishindwa kubaini ni tatizo gani ambalo lilikuwa limemsibu, kwani hali yake ilikuwa sio ya kawaida. Madaktari walimpa Doreen dawa ambazo walimtaka azitumie kwa muda wa siku 7 na kisha wakamtaka rudi tena pale hospitalini kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Doreen alizitumia dawa zile kwa muda wa siku 7, lakini hakuna ahueni yoyote ambayo aliipata. Zaidi kwa sasa damu ilikuwa ikiongezeka kumtoka. Alirudi tena hospitali na safari hii alilazwa, kwani hali yake ilianza kuwa sio nzuri. Kuishi mbali na hospitali na kwa si sawa. Basi wazazi wake walipata taarifa na kuja kumuuguza. Ugonjwa wa Doreen Renatus uliviumiza vichwa vya wengi. Hakuna ambaye alikuwa akifahamu chanzo cha tatizo lile. Furaha ambayo yeye na mpenzi wake walikuwa nayo kwa sasa ilikuwa imeyeyuka. Huzuni kubwa ilikuwa imetapakaa katika mahusiano ya wawili hawa. Ilikuwa imepita miezi 3 sasa. Hali ya Doreen bado ilikuwa ni tete. Alikuwa bado amelazwa hospitali akiendelea kufanywa uchunguzi na madaktari. Kwa sasa alikuwa amedhoofu na alikuwa amechakaa sana. Hakuwa na uzuri ule wa awali ambao ulikuwa ukimchanganya Freddy na kumpa ukichaa. Wazazi pamoja na ndugu zake kwa sasa walikuwa wamepoteza matumaini kwamba madaktari wangeweza kumtibu binti yao na angepona. Kwa sasa walikuwa wakiumiza vichwa vyao na kujadili namna nyingine ya kusaka tiba tofauti na hospitali. Waliamini kwamba huenda kulikuwa na nguvu za ushirikina za sihiri ambazo zilikuwa zikimtesa binti yao. Kwa upande wa Freddy, yeye alikwisha kukata tamaa. Mwezi wa 2 tu wa ugonjwa wa Doreen alishakata tamaa. Alimtelekeza pale hospitalini na hakung'aa tena kwenye kwenda kumjulia hali. Basi hata simu za Doreen hakuwa akizipokea. Message nazo hakuwa akizijibu. Baadaye aliamua kubadili line kabisa ili asiweze kupatikana kiurahisi. Mbaya zaidi kwa sasa Freddy alikuwa amempata mwanamke mwingine ambaye alikuwa akimpa raha na kumsahaulisha kabisa juu ya masaibu ambayo yalikuwa yamempata mpenzi wake wa awali. Huyo ndiye alikuwa Freddy mwanaume ambaye hapo awali alijifanya na msimamo mkali juu ya mpenzi wake Doreen. Lakini ni majira ya saa 7 za mchana ambapo Freddy alikuwa akitembea na Tausi, mpenzi wake mpya. Walikuwa wanaonekana wameshibana sana katika mapenzi yao. Pasi na kutarajia, Freddy alikutana na Kidawa mahali fulani katika viunga vile vya chuo kikuu cha Galano. Habari yako Freddy? Na kuona unazidi kubadili vifaa tu Kidawa aliongea kwa kejeli. Wewe na kuhusu nini? Freddy alijibu. Lakini kumbuka kwamba uliniambia kwamba Doreen ndiye mwanamke ambaye anakufanya uwe kichaa. Sasa imekuwaje leo umemtelekeza hospitali? Kidawa aliendelea kumkejeli Freddy. Hebu tupishe bibi we. Haya mambo hayakuhusu. Tausi naye aliamua kuingilia kati. Tafadhali wewe mwanamke, uwe na adabu na unapaswa uwe unafahamu unaongea na nani. Utakuja kujuta kwa kiherehere chako. Kidawa alifoka. Usinitishe mbwa wewe. Tausi aliachia tusi. Kidawa alikasirika sana. Tusi lile lilimgharimu Tausi. Kidawa alimtazama Tausi usoni na baadaye aliamua kuondoka na kuwaacha wawili wale, huku akimwambia Freddy ajiandae kwa vita kubwa ambayo aliitaka mwenyewe. Hivi huyu mwanamke ni nani? Tausi alimuuliza Freddy. Achana naye, huyu ni mshenzi tu. Freddy alijibu huku akimshika mkono Tausi kuashiria kuendelea na safari yao. Lakini Freddy, hivi utaacha lini tabia yako hii ya kusomba wanawake? Ona sasa unamchukua mpaka wenda wazimu. Tausi aliongea. Huyu mwanamke ni kichaa, yani yeye ananitaka lakini mimi simtaki. Na hapo ndio ugomvi wangu mimi na yeye ulipoanzia. Achana naye, mimi nakupenda wewe tu. Freddy aliongea. Halafu najisikia joto sana Freddy.
Yaani mwili wote nahisi kama unaungua moto. Tausi aliongea. Basi twende mpaka grocery tukachukue maji ya baridi. Nadhani ukinywa hali yako itakuwa shwari kabisa. Fredi aliongea. Fredi, sio utani unajua. Najisikia vibaya mpenzi. Nahisi naungua. Na pia mwili waniwasha sana. Sijui hali hii yatokana na nini. Tausi aliongea sasa akiwa ameanza kujikuna. Fredi alianza kushangaa. Kwani hali ile haikuwa ya kawaida. Tausi aliendelea kujikuna huku akipiga kelele. Sasa alikuwa amefikia mbali kwani alianza kuyachojoa mavazi yake moja baada ya nyingine anavua. Tausi, ufanya nini? Uko mbele za watu hapa unajua. Fredi ilibidi amtahadharishe Tausi huku akijaribu kumzuia asifanye tendo lile la kuvua nguo. Baba, napanda gari juu ya nyumba mkate. Chumvi iko bawani Fredi. Wanakuja kukupiga hao. Tausi aliendelea kutoa nguo huku akicheka sana na kuongea maneno ambayo hayakueleweka. Hapa sasa ndipo Fredi alipohisi kwamba palikuwa na walakini. Alihisi kwamba mpenzi wake alikuwa amepatwa na shida. Hali ilizidi kuwa mbaya. Tausi sasa alikuwa amekwishatoa nguo zake zote na kubaki kama vile alivyokuwa amezaliwa. Watu walikuwa wamekusanyika na walikuwa wakishuhudia sinema ile ya bure. Hakuna mtu yeyote ambaye alikuwa akifahamu binti yule alikuwa amekumbwa na nini. Fredi alikuwa amechanganyikiwa, asijue ni nini cha kufanya katika kumstiri mpenzi wake ambaye alikuwa akiimba, akirukaruka na kuambia akicheka. Baadhi ya wanawake walijaribu kumstiri Tausi kwa upande wa kitenge, lakini ilishindikana. Tausi alikuwa na nguvu nyingi sana na hakuna mtu yeyote aliyefaulu kumdhibiti. Baadaye Tausi aliwachomoka watu wote katika umati ule na kuanza kukimbia hovyo huku akiimba. Wanaume wenye mbio walijaribu kumfukuzia ili wamkamate, lakini Tausi aliwashinda. Alikuwa akikimbia mithili ya swala. Tausi alitoka katika eneo la chuo kile na kuingia mtaani akiwa kichaa kabisa. Kidawa alikuwa amekwishafanya kazi yake jamani. Tausi alikuwa ameponzwa na mdomo wake. Kwa sasa alikuwa akiokota makopo mtaani. Kidawa alikuwa na furaha sana mara baada ya kuona mipango yake ikiwa inafanikiwa kwa kiasi kikubwa. Aliamini kwamba hakuna mtu yeyote ambaye alikuwa na uwezo wa kushindana naye. Aisee, hili tatizo la mwanao ni kubwa sana, mganga Kispoti aliongea. Mganga Kispoti alikuwa ni mganga ambaye alikuwa akipatikana nje ya mji kabisa. Alikuwa ni mganga maarufu sana. Aliaminika kwamba alikuwa ni mganga ambaye alikuwa na uwezo mkubwa sana. Hakuna tatizo lolote ambalo lilikuwa likifika mbele yake na likashindikana. Leo hii wazazi wa Doreen sasa walikuwa wamemleta binti yao ili afanyiwe uchunguzi. Kabla ya hapa walikuwa wameshakwisha kwenda kwa waganga karibia 3 ambapo hawakufanikiwa. Waganga wote ambao walikuwa wamekwenda walionekana kwamba walikuwa ni wahuni tu. Katika hangaika yao ndipo walipoelekezwa kwa mganga huyu ambaye wao hawapo hapo sasa awali hawakuwa wakimjua. Tunaomba utueleze mganga, binti yetu anasumbuliwa na nini? Maana hali hii ilimpata ghafla tu. Mama Doreen aliongea. Na tumeshikisha zunguka mahali pengi sana bila mafanikio. Baba Doreen alimkazia. Mwanenu yuko katika vita kali sana. Mbaya zaidi anapambana na malkia wa wachawi. Mganga Kispoti alijibu. Umesemaje? Mama Doreen aliuliza kwa mshangao. Ndio hivyo mama. Yaani hapa pana mambo makubwa sana, mganga aliongea. Lakini inawezekanaje hii wakati katika familia yetu hatuna mambo haya ya kishirikina? Baba Doreen aliuliza. Ni kweli kwamba nyinyi hamna haya mambo ya kishirikina, lakini binti yenu katika maisha yake ya kawaida alitokea kugombana na malkia wa wachawi pasipo yeye mwenyewe kujua. Na hizi ndizo hasira za malkia huyo, na kama swala hili lisipopatiwa suluhu mapema, basi binti yenu atauawa katika malkia huyo ana hasira kubwa sana na yeye. Mganga Kispoti aliwajibu. Sasa tunafanyaje mganga? Tunaomba utusaidie kumnusuru mwanetu, Mama Doreen aliongea. Kwa bahati mbaya malkia huyo ana nguvu sana. Mimi sina uwezo wa kupambana naye. Na ninaloliweza kuwashauri nyinyi ni kwamba msichoke kutafuta msaada mahali pengine.
Tena fanyeni haraka kabla madhara makubwa hayajatokea. Mganga Kispoti huyo aliongea. Basi wazazi wa Doreen hawakuwa na la ziada, iliwabidi waondoke tu na mgonjwa wao, huku dalili za kukata tamaa zikiwa zimeanza kuonekana nyusoni mwao. Kwa sasa Fredi kule upande wa pili. Fredi sasa amechanganyikiwa sana. Hali ya Tausi ilikuwa imemchanganya kupita kiasi. Sasa alianza kumwogopa Kidawa. Pia sasa ndio alifahamu kwamba Kidawa alikuwa akihusika katika maradhi ya Doreen. Alihisi hivyo. Huyu mwanamke ni shetani kabisa. Nitahakikisha namnyoosha. Mwanamke gani anakuwa mchawi kiasi hiki? Fredi aliongea peke yake pindi akiwa akienda kwa Kidawa. We mbuzi, afadhali nimekuona. Leo ndo utafahamu ni kwa nini maharage sio mboga ya wageni. Fredi alifoka mara alipofika chumbani kwa Kidawa na kumkuta akijiandaa kutoka. Tuliza moto. We si wajifanya mwanaume. Ngoja tuonyeshane ubavu. Kidawa aliongea huko akicheka. Yaani we mwanamke ni shetani kabisa. Unathubutu vipi kuwatesa wanawake wenzako na kukutumia uchawi wako? Fredi alifoka. Huu ni mwanzo tu. Wewe si unanidhalilisha, ulinidhalilisha siku ile na kunitia aibu mbele za watu. Mimi ni mtu hatari sana Fredi. Usithubutu kucheza na hisia zangu. Kidawa alifoka. Pumbavu mkubwa sana wewe. Yaani nakufananisha na mbwa unajua. Na leo hii nitakunyosha kunguru wewe. Fredi alifoka. Unasemaje? Yaani wathubutu kuniita mimi mbwa? Kidawa aliuliza. Sasa utanifanyaje? Fredi aliuliza. Ghafla hata bila ya kutarajia, Fredi alianza kumshushia Kidawa kipigo kizito sana, kaanza kumpiga pale. Fredi aliendelea kutoa kipigo cha mbwa koko kwa Kidawa. Kidawa alijeruhiwa sana, alilia kwa uchungu mkubwa sana kutokana na maumivu makali sana ambayo alikuwa akiyapata. Sasa huu ni mwanzo tu, subiri moto wenyewe unakuja kenge wewe. Fredi alifoka. Nakwambia utajuta Fredi. Utajuta kukutana na mimi katika maisha yako. Pia utajutia kitendo hiki ambacho umekifanya. Kidawa aliongea. Kafie mbele msukule mkubwa wewe. Fredi alifoka na kisha aliondoka akimwacha Kidawa akiingia ndani huku akiwa anavuja damu nyingi mdomoni na puani. Basi Fredi hakutaka tena kuendelea kukaa pale chuoni. Kwa tukio ambalo alilifanya, aliamini kwamba endapo Kidawa atakwenda polisi, basi ni dhahiri kwamba angekamatwa na kufungwa ndani. Pia aliamini kwamba kama swala lile lingefika katika uongozi wa chuo, basi angeweza kuchukuliwa hatua za kinidhamu. Sasa aliamua kuondoka na kwenda mbali kabisa na chuo kile. Ilikuwa ndani ya daladala. Fredi alikuwa ametulia tuli katika siti ya mbele pembeni kabisa na dereva hapa. Alikuwa yuko katika harakati zake za kwenda mbali na chuo kile. Alikuwa amepanga kukaa mbali na chuo kwa muda angalau wiki moja, halafu angerudi tena pale chuoni. Aliamini kwamba kwa muda huo mambo pale chuoni angekuwa yameshapoa. Lilikuwa ni tendo la ghafla sana. Daladala ikiwa katika mwendo mkali, kuna jambo la ajabu lilitokea. Kiumbe mmoja ambaye alikuwa muonekano wa ajabu alitokea barabarani mbele ya daradara ile. Kiumbe huyo alikuwa na umbile lisiloeleweka. Hakujulikana kama alikuwa ni mbuzi au kondoo au mbwa au nguruwe na kadhalika. Maumbile ya wanyama hao wote alikuwa nayo. Zaidi ya hapo, kiumbe huyo alikuwa na sura ya binadamu. Dereva alianza kuhangaika ili aweze kumkwepa kiumbe yule. Kwa harakati zile, gari lile liliacha njia na kwenda kwenye mtaro na kisha lilipinduka. Ajabu, katika ajali ile abiria wote walitoka salama, isipokuwa Fredi tu ambaye alivunjika na kusagika miguu yote miwili. Kwa wakati huo alikuwa amepoteza fahamu kabisa. Fredi alichukuliwa kutoka katika eneo lile la ajali na kukimbizwa hospitali haraka sana. Kidawa alikuwa amekushafanya kazi yake. Basi huko hospitalini sasa madaktari walipambana kuyaokoa maisha ya Fredi. Hali yake ilikuwa mbaya sana, kwani alikuwa amepoteza damu nyingi sana. Hivyo madaktari walimuongezea damu. Kwa kuwa miguu yake ilikuwa imesagika vibaya sana, ililazimika madaktari waikate ili kuweza kuyasalimisha maisha yake. Fredi sasa alijikuta akiwa kiwete. Kidawa alikuwa amemsababisha ulemavu mkubwa sana katika maisha yake.
na pia alikuwa ameibadili kabisa historia ya maisha yake jamani. Bwana Jackson Mwakifuna alikuwa ni rafiki mkubwa sana wa Bwana Renatus Ihinza, baba mzazi wa Bibi Doreen. Walikuwa ni marafiki ambao walikuwa wameshibana sana. Urafiki wao ulidumu kwa muda mrefu sana. Leo hii Bwana Mwakifuna alikuwa njiani akielekea nyumbani kwa Bwana Renatus Ihinza. Ndani ya gari lake alikuwa amebeba mchungaji Simon Mgalu. Mchungaji huyu alikuwa ni maarufu sana kwa huduma ya maombezi. Bwana Mwakifuna alikuwa amemwona rafiki yake jinsi ambavyo alikuwa amekata tamaa na tiba ya binti yake. Basi tangu awali alikuwa akimshauri kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika tatizo lile, lakini Bwana Renatus alikuwa mbishi sana. Yeye hakuwa mtu wa imani sana, kwa hiyo kama ambavyo yeye alivyokuwa. Kwa hiyo alifika nyumbani kwa Bwana Renatus na kukaribishwa vema kabisa. Bwana Renatus, najua unapata shida sana kwa mitihani hii ambayo unaipitia. Ninakuomba umkabidhi Mungu mzigo huu na uweze kuona namna ambavyo Mungu anavyotenda miujiza. Bwana Mwakifuna aliongea. Akasema, mimi nimeshakata tamaa rafiki yangu. Ninyi fanyeni tu vyovyote mnavyoweza. Bwana Renatus anajibu, kwanza namshukuru Mungu na nashukuru kwa kukubali kwako. Na kuhakikishia kwamba leo hii utauona uwezo wa Mungu. Naiona harufu ya ushirikina wa kiwango cha juu sana ambayo binti yako amenuiziwa. Leo hii tutaikata minyororo hii ambayo shetani amemfunga binti yako. Mchungaji Simon alianza kuongea. Maombezi mazito sana yalifanyika. Yalikuwa ni maombezi ya uponyaji ambayo yaliweza kumfungua Doreen na kumponya kabisa. Wakati maombezi yakifanyika, kwa upande wa pili, Doreen kidawa sasa alianza kujisikia vibaya sana. Kuna nguvu moja ilikuwa ikimtesa sana. Alikuwa akijaribu kupambana nayo lakini ilishindikana. Baadaye kidawa alianza kuhisi kama mwili wake ukiungua moto. Kitendo kile kilimfanya aanze kukimbia hovyo, huku akipiga kelele akitamka maneno moto, moto, moto. Watu wengi walishangaa, tena walimshangaa sana, na hawakujua ni nini ambacho binti yule kimemsibu. Basi ilimchukua muda mrefu sana kidawa kwa kirandaranda mtaani akikimbia. Muda wote alikuwa akipiga kelele akitaja neno moto. Sasa watu walihisi kwamba binti yule alikuwa mwenda wazimu. Basi katika kimbia yake kidawa alijikuta akifika katika nyumba ya Bwana Renatus. Kidawa aliingia bila kubisha hodi, huku akipiga kelele nyingi. Mchungaji Simon alifanya kazi yake ya kuhakikisha anamwombea na kupambana na nguvu kubwa ya uchawi ambayo ilikuwa ndani ya mwili na roho ya kidawa. Baada ya kama masaa mawili, hatimaye kidawa alikuwa amemalizwa na muda mwepesi kabisa, akawa mwepesi. Baada ya hapo kidawa alianza kukiri na kuwasimulia jinsi ambavyo alimroga Doreen, Tausi, alivyomroga na Tausi na alivyomroga na Freddy ambaye alikuwa hospitali sasa akiwa ameshakatwa miguu. Pia alisimulia historia ya maisha yake ya kichawi toka akiwa mdogo kijijini Matosa. Kidawa aliamini nguvu ya uponyaji achana na mizigo yote ambayo alikuwa ameibeba. Sasa alikuwa amezaliwa upya na kuwa mwokovu kaokoka jamani kidawa. Hakika kidawa alikuwa ni malkia wa giza. Na hapa ndipo tunafika mwisho wa simulizi yetu nzuri ya malkia wa giza. Ninakukaribisha katika simulizi nyingine nzuri zaidi ambayo inafuatia, ambayo itakuwa inasema hivi: yatima aliyesingiziwa kesi ya mauaji na kujikuta yuko kwenye gereza la ajabu. Basi karibu katika sehemu nyingine itakayofuatia, na kama ni mara yako ya kwanza na kukumbusha usisahau kusubscribe ili uweze kuangalia video nyingine nzuri zaidi inayofuatia. Na asante kwa kuwa nasi mpaka mwisho. Kwa heri.